Ndugu mtazamaji, karibu sana katika TV yetu hii, TV ambayo tunakwenda kujifunza swala la kompyuta na biashara. Chaneli hii itakupa masomo yanayohusiana na biashara na pia masomo yanayohusiana na kompyuta. Tutajifunza mambo mengi na ambayo yatatunufaisha katika maisha, na kushauri uwe makini au fuatilia kwa makini vipindi hivi, au utatoka bure, bali kuna vitu utajifunza vizuri zaidi. Pia tutafundisha theory na practical. Practical hii tutakupatia tutorial tofauti zinazoonyesha matumizi ya kifedha, pia matumizi ya kompyuta, pia mifumo rasmi ya uendeshaji wa makampuni na uendeshaji wa kompyuta. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutaanza na matumizi ya kompyuta. Katika matumizi ya kompyuta tujifunza juu ya kompyuta yote inavyofanya kazi. Inafanyaje kazi na kwa vitu gani, na inazingatia nini, inategemea vitu gani, ama kompyuta ina sifa zipi. Ili upate kompyuta iliyo sahihi kwa mazingira fulani, ni vitu gani vya kuzingatia. Tutakuja kujifunza pia kupitia channel hii ama TV hii. Kwa hiyo TV inajili zaidi kwa ajili ya masomo ya kompyuta pamoja na biashara. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutajifunza juu ya kompyuta. Katika kompyuta tutajifunza kitu kinachoitwa data. Data, tutaangalia data na information. Katika data tunakuja kuangalia nini maana ya data. Data tunasema ni taarifa zile ndogo ndogo ama takwimu ndogo ndogo ambazo zinakuwa ni sahihi. Tunasema is unprocessed piece of facts. Tunasema ni taarifa au takwimu ndogo ndogo ambazo ni sahihi, ndio zinaitwa data. Tunasema is a fact or figure that is stored in or used by computer. Hii ikiwa na maana kwamba ni taarifa ama takwimu ndogo ndogo ambazo ni sahihi zinazotumika na kutunzwa ndani ya kompyuta. Tunakuja kuangalia mifano ya data. Data ni zipi? Alphabet A mpaka Z unazoziona kwenye kompyuta, zile ni data. Pia kuna digiti hizi ni 0, 1 mpaka 9. Hiyo ni mifano ya data. Special character pia zinapatikana katika kompyuta yako. Utakuta kuna kujumlisha, kutoa, kuna stroke ama mkwaju, kuna nyota, ndogo kuliko, kubwa na kuliko, sawasawa na kuendelea. Ikiwa na maana kuna katika batani yako ya keyboard inakuwa na herufi tofauti au ina character au special key tofauti. Special key zile zote ambazo ukibofya zinakuonyesha katika kompyuta yako, ile tunaita data. Pia data inakuwa na maana kwamba ni ile fakti ama takwimu ambayo ni ndogo na ni sahihi, isipokuwa haiwezi katoa maana kamili. Kwa mfano, mtu akakwambia umeelewa nini au ina maana gani? Mtu amekwambia 25, umeelewa nini au ina maana gani? Haina maana yoyote, hujaelewa kitu chochote. That is data. Hiyo ndio data. Haijafanywa mchakato wote au haijachakatuliwa ili kutoa maana sahihi. Ndio maana tunaita data. Tunakuja kuona mfano mwingine wa data ni picha. Ita picha imepigwa mahali sehemu au imeskaniwa, ile ni data. Ni picha umeiona lakini haijakupa maana sahihi au ina maana gani. That is data. Pia kuna mfano mwingine wa data tunaita ni sauti. Na hii sauti tunazungumzia ile sauti inayotoka kwenye microphone. Mfano, mimi ninaongea hapa. Naposema mambo, umesikia mambo. Umegundua ni salamu. Lakini katika hii tunazungumzia inayotoka kwenye microphone ni ile ambayo haitaleta maana sahihi, haitaleta maelezo sahihi. Ndio tunasema kwa mfano mtu akisema audio hamaanishi ni muziki. Muziki ni audio, lakini inakuwa imepangiliwa katika maana na imeleta maana sahihi, kwamba iko na maana gani. Kama ni wimbo, unajua wimbo ulikuwa unaeleza nini na una ujumbe gani. Ile sio data. Ile tutakuja kuangalia iko kwenye mfumo wa information. Hii audio au microphone tunasema ni zile sauti zinazorekodiwa kwa kutumia microphone, isipokuwa zisizokuwa na maana au zisizokuwa kuleta taarifa ambayo ni sahihi. Tunakuja kuangalia video, ni moja wapo tena ya mfano wa data. Na katika video tunakuja kuangalia video zinazorekodiwa na kamera. Na katika video zinazorekodiwa na kamera tunaangalia ni zile video zilizoletwa either umerekodi kwa simu au umerekodi kwa digital camera. Tunasema zile pia ni mifano ya data. Maana zile video zinaweza zikaletwa ila hazijatoa taarifa kamili. Lazima uzifanyie mchakatuo au mchanganuo ndio utambue kwamba hii video ilikuwa ina maana fulani. Ikishaleta maana, hiyo sio data. Lakini kama ile video haitakuwa na maana mpaka ifanyiwe uchanganuzi ikaleta maana, ile ndio inaitwa data. Lakini kama ina maana kamili, hiyo haitwi data. Sasa
Utatambueje hii ni data na hii sio data? Tutakuja kuangalia kitu kinaitwa characteristics of data, yani sifa za data. Ili ujue ni data, lazima iwe na sifa kadhaa. Sifa ya kwanza tunasema utaitambua kwa tabia. Tabia zipi tunazozungumzia? Kwanza inaweza ikawa ni alfabeti au inaweza ikawa ni text. Text tunamaanisha like ujumbe, lakini ujumbe usiokuwa na maana. Mfano, mimi nimesema Aprili. Aprili hiyo ni data, lakini haijaleta maana. Ikiwa na maana gani kusema haijaleta maana? Inaweza kuwa ni mwezi Aprili. Ninaposema mwezi Aprili, hiyo imeleta maana, bati sio data. Maana nimeshaifafanua ikaleta maana. Sijui tuko pamoja hapo? Unanipata? Lakini ninaposema mwezi Aprili, hiyo ni taarifa tayari. Tutakuja kuiona kwa inaitwa information. Lakini ninaposema Aprili, inaweza kuwa ni jina la mtu, inaweza kuwa ni mwezi katika mwaka. Lakini unapoizungumzia text kama text, kwa mfano umesema nyumbani, nini, maisha yamekueje, that is text. Kwa hiyo inakuwa hajatengeneza maana. Kama hajatengeneza maana, that is data. Kwa hiyo tunakuja kuangalia kuna namba. Namba inamaanisha 0 mpaka 9. Mtu akiandika 25 nini? 40 nini? Haijatoa maana. Lakini mtu akiandika 25 age au 25 age, 25 mangoes. Anapozungumzia 25 ushajua ni maembe 25. That is not data. That is another issue. Sio data. Kwa hiyo tunapozungumzia digit au kuzungumzia namba 1 up to 9, either 20, 40. Nikiona maana 0 mpaka 9 inaweza ikatoa namba yoyote hapa kati. Inaweza ikatoa, ukichukua 9 na 0 unapata 90. 1 na 1 11. Kwa hiyo unapoandika ile figure ya namba yenyewe bila kuweka maelezo yote, that is data, haitoi maana kamili. Na sifa ya data lazima iwe haina maana. Tumeona pia kuna sauti. Unapopata sauti ambayo inatoka kwenye microphone na isilete maana sahihi, that is data. Video tulizungumzia ya kamera, kama imerekodiwa na haijaleta maana sahihi, that is data. Lakini kama italeta maana, hiyo sio data. As no context, nothing human. Yani haina ujumbe wote na haina maana na haiwezi kumsaidia binadamu kufanyia kitu fulani, yani wewe kufanyia kazi fulani. Kwamba nimekwambia 25 unaifanyia kazi gani sasa, au unaitengenezea taarifa gani? That is data. Yani haitakuletea maana, haina ujumbe. Sifa ya tatu pia tunasema taken from recording and observation. Kwa data pia tunazipata unapokuwa una observe, unachunguza kitu fulani. Kwa unapokuwa unachunguza kitu fulani, kuna taarifa au niseme takwimu ndogo ndogo unazipata. Zile takwimu ukija kuunganisha ndio unapata kitu ambacho kiko kamili. Sasa zile takwimu ndogo ndogo unazozipata wakati unafanya observation, that is data. Kwa unapokuwa una record pia, unapozungumzia recording inamaanisha unapokuwa una note down, unaandika zile point unazopata au takwimu ndogo ndogo au vile vitaarifa vidogo vidogo ambavyo havina maana. Unapokuwa una vile rekodi, that is data. Kwa zile data tunasema unaweza kuzipata kwa kurekodi na kufanya observation kwa ajili ya kukusanya zile taarifa au uandishi wa zile taarifa pamoja na kufanya uchunguzi. Hiyo ni moja ya sifa data. Kwa hiyo tunasema can be something simple. Inawezekana kawaida, kama nilivyosema, mtu amesema 25 Aprili, Mei. That is simple, ni vitu vya kawaida, ni vyepesi, havijabeba vitu vizito sana, isipokuwa havijaleta tafasiri ambayo inatakiwa. Wanasema data pia, sifa nyingine ya 5, haina maana. Yani haileti maana, meaningless. Ndio tumesema mfano mtu amekuandikia 2432. What does it mean? Ina maana gani? Haina maana. Januari haina maana. Lakini mtu akisema mwezi Januari, ishaleta maana kwamba huu ni mwezi wa Januari au mwezi wa kwanza. That is it. Information. Unapozungumzia swala la, najaribu kukudokeza nipate inayofuata information, lakini nataka nijenge idea ujue tofauti ya data na information. Yani data ina maana gani na information tutakuja kuiona na maana gani, upate utofauti wa kila kitu. Kwa